Karibu tena msikilizaji wangu katika sehemu ya 3 ya simulizi nzuri na ya kusisimua iitwayo Ndoa ya Mkeka. Simulizi hii imeandikwa na mwandiki na kusimuliwa kwako na mwandishi huyu anayepatikana kwenye YouTube channel Simulizi za Kiswahili. Vilevile anapatikana kwenye nambari ya simu 0799866879. Simulizi hii pia unaweza ukaipata kwenye diwani ya hadithi fupi iitwayo Mapenzi ya Ahadi na hadithi nyingine. Kumbuka kwamba sehemu ya 2 ilishia pale ambapo Bwana Karubandika alikuwa amemuita mkewe pamoja na mwanawe na kuwataarifu kwamba ana jambo la furaha alilotaka kuwataarifu. Ungana nami katika sehemu hii niweze kukusimulia mengi. Karibu. Leo hii mwanangu na mke wangu nina jambo la furaha ninalotaka kuarifu. Lipi hilo mume wangu? Masi alidakia na kumkatiza mumewe. Kesho umaskini tutaupa kisogo na kuwa miongoni mwa wakwasi wanaotambulika katika kijiji hiki cha tamaduni. Kweli baba, au unatuadaa tu? Mleso aliuliza huku ameshangazwa na kauli ya babake. Alikuwa anashindwa mali yenyewe watatoa wapi, ili hali wazazi wake wamekuwa wakifanya vibarua vya kijugunjiku. Au labda babangu kashukua na nyota ya jaa baada ya kucheza mchezo unaotambulika sana mtaani almaarufu loto. Mleso aliwaza huku akisubiri jibu kutoka kwa babake. Ndiyo mwanangu, nina uhakika na ninalosema. Tena wewe ndiye utakayefanya tuwe wakwasi. Karubandika alijibu huku bado tabasamu lake hajalivua usoni. Mimi? Mleso alimaka. Alishindwa sana vipi leo babake kaamua kuitia akili yake katika mtihani mgumu asijue alilomaanisha. Karubandika aliendeleza usemi wake baada ya kimya cha muda. Leo Matata kaleta posa ya ndoa. Anatamani kukuoa wewe mwanangu Mleso. Baada ya kikao pamoja na wazee wenzangu, mimi sikuwa na pingamizi yoyote, kwani niliona umekomaa vya kukomaa. Kwa sasa maneno yake Karubandika yalikuwa yameanza kumkereketa maini mwanawe ambaye alidakia. Lakini baba, mimi siyuko tayari kuolewa. Tena sijamaliza masomo yangu. Kimya cha muda kilitawala, kisha Masi ambaye alikuwa kimya kwa muda huu wote aliamua kuvunja kimya hicho. Hivi mume wangu, mbona umeafikia uamuzi wa haraka namna hii bila kunitaarifu? Hujui kwamba haraka haina baraka? Mbona hukunipa nafasi ya kuchangia katika uamuzi huo? Huoni kuwa analosema mwanetu ni kweli? Hajahitimisha masomo yake na bado ana damu mbichi ambapo hajafikisha umri wa kuolewa. Nyamaza we mwanamke, Karubandika alifoka kwa sauti yake yenye mgurumo kama wa simba. Uso wake uliashiria kupandwa na mori kweli kweli. Wewe huoni ni nafasi nzuri yetu kuwa mabonyenye? Au wataka tuishi katika kibanda hiki miaka na mikaka bila hata kupiga hatua? Matata pamoja na familia yao wamekubali kutujengea nyumba ya kifahari kando na kulipa milioni 3 kama mahari ya binti huyu wetu.
Yule ni kijana mpole mwenye moyo mkunjufu, Karubandika alisema. Hata hivyo mume wangu, mapenzi ni kitu cha maana katika ndoa imara. Matata hajawahi kuunda uhusiano wote na binti yetu, hata kumtongoza ngo. Tena dunia yabadilika, nasi pia tunafaa kwenda na mwendo huo huo. Masomo yamegeuka na kuwa mojawapo ya nguzo kuu katika nchi yetu. Huyu mtoto akishaelimika pia anaweza kutunasua kutoka katika ufukara huu tulionao. Unalomfanyia Mleso si haki. Tukiwa wavyele wake tunafaa kusubiri akomae, haitimishe masomo yake na vilevile kukutana na mtu ampendaye yeye. Sikiliza mke wangu, kwa vile naona hutaki kunielewa, itabidi nimekumbusha kuwa mwanamke hana uamuzi wowote katika swala nzima la ndoa. Uamuzi wangu ndio wa mwisho. Mleso lazima aolewe. Bwana Matata atafika hapa kesho kutwa kumchukua Mleso. Akikaidi amri yangu, basi nitamfukuza akamtafute baba mwingine, apotelee mbali, nawe pia nitakutaliki. Karubandika alimalizia usemi wake kwa hasira na kuinuka kuelekea katika kitanda chao cha inama tukazane. Na huu ndio mwisho wa sehemu ya 3 ya simulizi hii nzuri iitwayo Ndoa ya Mkeka. Tupatane katika sehemu ya 4. Asanteni.